Yes, miongoni mwa story kubwa ambazo zinazidi kuchukua nafasi kwenye upande wa burudani nchini Tanzania alipo jina la GOAT, yani Young Lunya, ambaye ameweza kujibuka kinara tena katika msimu wa burudani. Nataka nikwambie kwamba Young Lunya ametamba kwenye jarida la Rolling Stone Afrika kwenye ile listi ya tambo za muziki. Young Lunya akituacha na baadhi ya vitu ambavyo yeye amefanya wa kwanza kwenye rap ya bongo. Ongeza na hii rap wa kwanza wa kizazi hiki kulipamba jarida la Rolling Stone Africa. And then amezidi kuibwaisia na kwa mashabiki wake namna gani ambavyo anazidi kuchukua nafasi kubwa kwenye swala zima la burudani. Kwa faida ya wasiojua ni kwamba Rolling Stone ni moja kati ya majarida makubwa ya nchini Marekani linalotoka kila mwezi likijumuisha zaidi muziki, siasa na pop culture, likifanya kazi kwa ubora na weledi wa miaka zaidi ya 50 kwenye sekta ya habari na burudani Marekani na duniani kote. Rolling Stone wamemuelezea Lunya kama rapa kutoka nchini Tanzania anaendelea kujijengea heshima kubwa ndani na nje ya Afrika Mashariki kwa safari yake ya muziki iliyojengwa hatua kwa hatua kupitia bidii, udhibiti na ubunifu wa kipekee. Kutoka mitaa ya Dar es Salaam hadi kwenye majukwaa ya kimataifa, Young Lunya amefanikiwa kufikisha bongo rap kwa hadhira kubwa duniani bila kuacha lugha ya utamaduni, kwa maana Kiswahili na utambulisho uliomlea kupitia mashairi makali, nidhamu ya hali ya juu na msimamo wake wa kubaki harisi. Rapa huyo ameonyesha kuwa muziki wa rap kutoka Afrika Mashariki una nafasi muhimu katika ramani ya muziki wa dunia. Katika kipindi ambacho muziki wa Afrobeat na amapiano unaendelea kutawala masoko mengi ya kimataifa, Young Lunya ni miongoni mwa kizazi kipya cha wasanii wa Afrika wanaokumbusha dunia kuwa rap ya Afrika bado ina nguvu kubwa na inaweza kushinda katika kiwango cha juu kabisa. We know kwamba right now ni miongoni mwa legendary kabisa wa muziki wa rap kutoka nchini Tanzania, na ukiwataja best au 5 rappers nchini Tanzania basi huwezi kushindwa kulitaja jina la Young Lunya, the one and only. So kutokana na mchango wake mkubwa kwenye muziki, Young Lunya ametajwa kuwa mmoja wa nyota wa jarida la Future of Music 2026, ambapo alizungumza kuhusu urithi na anaotaka kuacha changamoto za mashaka, ndoto zake kubwa na sababu zinazofanya amini kuwa mustakabali wa muziki wa Afrika unapaswa kutoa nafasi kwa kila sauti kusikika. Yes, miongoni mwa story ambazo ni kubwa zaidi kwa upande wa bongo. Of course we are so excited kumuona Young Lunya, the one and only GOAT katika orodha hiyo kwenye jarida kubwa zaidi pale nchini Marekani. So big shout kwako Lunya popote pale ulipo. Then ni miongoni mwa kitu kikubwa ambacho Young Lunya anazidi kukionyesha. We know kwamba Young Lunya ni miongoni mwa rappers ambao wamezidi kuchange game kabisa na bongo flavor katika kipande cha rap. Utakumbuka kwamba ni miongoni fulani hivi wasanii ambao wana flows, voice na vina vikali, na ambapo anagusa moja kwa moja maisha ya ustaa, vile vile jamii namna gani ambavyo inabidi lijiendeshe na kuthamini kipaji kabisa cha muziki kama huu hapo. Yes, this is the Mile Media TZ. Make sure kwamba una comment, una share na subscribe, and then utazidi kuwa kwanza kupata stories zetu na sauti ya madini kama hii hapa, ambapo Ruge the Great ndio wote ilikuwa nyuma kipaza hapa kukutonya ni kitu gani ambacho kimepop kibongo na kimechukua nafasi kubwa kwenye upande wa burudani. Make sure kwamba unatufollow pale na sisi hakikisha kuwa tunakufollow pia back, and then kila kitu kitakuwa mrua. Lakini big time ni kwamba ukisubscribe ukabonyeza alama ya kengele utakuwa umetisha kinoma noma na utazidi kuwa kwanza kupata kila ambacho unastahili. One more time, Pida.